Ifike mahali wewe mwanaume ujue kutofautisha kati ya kupendwa na kuhitajika. Kupendwa na kuhitajika ni vitu vinavyofanana sana, lakini hivi ni vitu viwili tofauti. Unajua, mtu anaweza akakuhitaji wewe, lakini akawa hakupendi. Anakuhitaji ubaki kwenye maisha yake kwa sababu anafaidika na wewe, kwa sababu unamsaidia, kwa sababu unamvusha kwenda sehemu fulani, lakini hakupendi. Sijui kama unanielewa. Katika harakati zako za kupenda, ukakutana na mwanamke, ukamapproach, ukamwomba muingie kwenye mahusiano, lakini huyo mwanamke akakwambia kwa sasa siko tayari. Kuwa makini sana na aina hiyo ya mwanamke. Huyo mwanamke ana uwezekano mkubwa sana wa kukutumia, na utakuja kushtuka ukiwa umechelewa sana, kwa sababu kitendo cha mtu kuto kukupa jibu ambalo liko direct na badala yake akakuacha kwenye matumaini ni sawa na kukupa imani. Ukae tu ukiamini kwamba iko siku haya mahusiano yatakuja kutokea, lakini haitotokea. Sijui kama unanielewa. Utajikuta unawekeza pesa zako, kila anachohitaji unampa, akilia shida unamsaidia, lakini hakubali kwamba anataka sasa hivi kuingia nawe kwenye mahusiano au sasa hivi niko tayari. Bado msimamo wake kwamba kwa sasa bado siko tayari. Kwa hiyo hii ni kauli fulani hivi ambayo imekaa kitapeli, ambayo inakupa we matumaini kwamba pengine haya mahusiano yatakuja kuwepo. Ngoja kwa sasa hivi nimpe muda ajifikirie, lakini sio kweli. Hakuna kitu kama hicho. Mtu ambaye hayuko tayari kuwa na wewe hawezi kupokea kitu chako, hawezi kukulilia shida, hawezi kutaka umtatulie changamoto zake. Mtu anapofika wakati anataka umsaidie kwenye maisha yake, maana yake anakuhitaji, lakini bado anakwambia mimi siko tayari na pesa zako anachukua. Ndugu yangu, unadanganywa. Sijui kama unanielewa. Jambo la pili, katika harakati zako za kupenda pia ukakutana na mwanamke, ukamwomba muingie kwenye mahusiano, mwanamke akakwambia mimi nina mtu wangu japokuwa hatuko sawa kwa sasa. Huyo mwanamke pia ana uwezekano mkubwa sana wa kukutumia, na wanaume wengi pia wametumika na wanawake wa aina hii kwa matumaini kwamba huyu mtu na mtu wake hawako sawa, kwa hiyo muda wowote wanaweza wakaachana nikaingia mimi. Sio kweli. Utahudumia, utamaliza pesa zako, atakulilia shida, atafanya nini, na mwisho wa siku utakuja kugundua kwamba huyo mwanamke hakukupenda, ila alikuwa anakuhitaji tu ubaki karibu na maisha yake. Ndio maana anakuweka kama nyongeza, anakuweka kama kivuli, kwamba anakupa matumaini kwamba mahusiano yangu hayako sawa, mimi na mtu wangu hatuko sawa kwa sasa. Lakini sio kweli. Asilimia kubwa ya hao watu sio kwamba huwa hawako sawa, huwa wanadanganya. Pengine amesha kuona wewe ni mtoaji, anaamua kubaki na wewe kwa sababu anafaidika na kitu fulani kutoka kwako. Sijui kama unanielewa. Katika harakati zako za kupenda pia ukakutana na hii aina ya tatu ya mwanamke. Mwanamke ambaye yeye mnapokuwa kwenye siku za kawaida yuko normal tu, hakufurahii, anaweza sikutafute, anaweza sikupigie, yuko normal tu. Lakini akiwa na shida, anavyokung'ang'ania, anavyokubembeleza, baby kama zote, sijui nini, mwanamke anaongea anajimaliza. Aina hii ya mwanamke pia ni mwanamke asiyekupenda, lakini anakuhitaji. Ndio maana asipokuwa na shida anakuwa tu yupo tu, lakini siku akiwa na shida anaanza kuwa serious. Anajifanya anakupenda sana, simu nyingi, message nyingi, mwisho wa siku anakuomba kitu. Huyo mwanamke hata hakupendi. Anapenda pesa zako. Anahitaji hicho kitu ulichonacho, hicho ulichokishika ndio anachokitaka, lakini sio kwamba anakupenda wewe. Ndio maana anategea shida zikimbana ndio aanze kuwa karibu na wewe. Sijui kama unanielewa. Katika harakati zako za kupenda pia ukakutana na hii aina ya 4 ya mwanamke ambaye yeye huwa anakusubiria siku za mshahara. Kuna wanaume mko na hao wanawake, yeye anakaa anasubiri siku za mshahara zikaribie, anaanza kuweka matatizo. Unajua mimi saizi nina 1 2 3, naomba unisaidie, sijui nini. Anataka useme ngoja mshahara ukitoka nitakupa. Na unaonaga kabisa baada ya kumpa hiyo pesa, mshahara ukitoka, anaingia mitini. Ukimpigia simu hapokei, ukimtumia message ajibu, mara hapatikani, mara haeleweki, anasubiri tena mwezi mwingine. Siku za mshahara zimekaribia, anaanza kujirudi. Huyo ni mwanamke ambaye hakupendi, lakini anakuhitaji. Kitu kinachokuchanganya ni kwamba mbona kuna wakati huyu mwanamke haeleweki, lakini kuna wakati anaeleweka. No, huo wakati anaoeleweka yupo kibiashara, kuna kitu anakitafuta kutoka kwako, lakini kiuhalisia huyo mwanamke hakupendi. Sijui kama unanielewa. Katika harakati zako za kupenda pia ukakutana na hii aina ya 5 ya mwanamke.
huyo mwanamke pia ana uwezekano wa kukutumia. Ukakutana na mwanamke akakwambia kwamba natamani ningekutana na wewe kabla sijavurugwa, kwa sababu sasa hivi mimi nilishavurugwa, nilishaumizwa, siwaamini tena wanaume. Huyo mwanamke ana uwezekano mkubwa sana wa kukutumia wewe, na huyu ndio utakayewekeza nguvu nyingi sana kumprove kwamba wewe ni mwanaume wa tofauti. Matokeo yake utakuja kulia. Huyu mwanamke atakuwa na wewe tu kwa sababu kuna vitu unamsaidia, na hii kauli yake ya kukwambia hivyo, anakuambia kimtego ili wewe uhangaike kumprove kwamba wewe ni mwanaume tofauti. Kwa hiyo utawekeza sana, akilia shida utamsaidia, kila anachotaka utampa, utajitahidi kumfanyia vitu mbalimbali vikubwa vikubwa ili kumfanya huyu mwanamke aone wewe ni mwanaume tofauti na yule aliyemuumiza. Sijui kama unanielewa, lakini mwisho wa siku utakuja kugundua kwamba alikuwa anakutapeli, wala hakukupenda. Alikuwa tu anahitaji kukutumia tu. Na ndio maana hakuwa anakupa jibu lililonyooka kwamba sasa hivi nakupenda ama vipi. Anakwambia tu kwamba kwa sasa nimevurugwa. Kwa hiyo ukae ukijua kwamba hasomeki. Na hiyo kauli ya kukwambia kwamba yeye hasomeki, anakupa wewe mtego ili uhangaike kumuonyesha kwamba wewe ni mwanaume wa tofauti ili umvutie yeye asomeke, lakini matokeo yake hawezi kusomeka. Ataendelea kuwa hivyo hivyo. Mwisho wa siku atakwambia mbona mimi nilikwambia kwamba sasa hivi siwaamini tena wanaume. Kwa hiyo mimi nakwambia mwanaume, kuwa makini sana. Sio kila mwanamke anayekuja kwenye maisha yako anakupenda. Mwingine anakuhitaji kabisa, anakuhitaji wewe, lakini anakuhitaji wewe kama mtu tu wa kumsaidia. Anakuhitaji wewe kama mtu wa kumvusha. Anakuhitaji wewe kama daraja, hakutazamii wewe kama mtu wake. Na ndio maana anakuwa na kona nyingi, humuelewi. Kuna wanaume mko kwenye mahusiano na wanawake wa aina hii, unashindwa kuelewa huyu mwanamke ni vipi. Lakini mimi nakwambia hakuna upendo wa namna hiyo. Hakuna upendo wenye masharti. Mtu kama anakupenda atakwambia na mimi nakupenda. Mimi sikupendi, mtu akunyoshe. Lakini mtu asianze kukwambia kwa sasa siko tayari. Halafu akaanza kuchukua vitu vyako anapokea. Na wakati mwingine anakupigia na simu yeye mwenyewe kulia shida kwako. Utatapeliwa nakwambia. Utafanya kila kitu lakini huyo mwanamke hatakuwa wako. Pia vile vile mwanamke asije akakwambia kwamba nina mtu wangu lakini hatuko sawa na mtu wangu. Halafu akaanza kukulilia wewe shida. Huyo mwanamke pia ni tapeli. Kwa sababu anakupatia wewe matumaini feki, uamini kwamba yeye na mtu wake muda wowote mahusiano yao yatafika mwisho. Lakini utakaa hapo mpaka mwisho wa siku wewe ndio utakayeachwa. Mahusiano yao yako vizuri, hayana shida yoyote. Kwa hiyo mwanamke awe tu muwazi kwamba mimi sikuhitaji basi. Na huyo mwanamke ambaye anajiweka karibu na wewe akiwa na shida. Shida zikiisha unamwona kabisa anakuwa mbali, hapokei simu, hapigi simu, haeleweki, na yeye pia vile vile ni tapeli. Kwa hiyo usipo concentrate kumuelewa huyu mwanamke atakuchanganya, kwa sababu anakumixia kitu kinaitwa kukuhitaji. Unaona kabisa yani anakuhitaji, na wakati mwingine anaanza kukwambia mimi nakuhitaji, nakupenda, mimi sipendi kitu kutoka kwako, wakati anaona umeshaanza kumshtukia. Lakini usiposema kitu, anakuwa na tabia zake zile zile. Anakuwa mbali, siku akiwa na shida ndo anajisogeza. Huyo ni tapeli. Na huyu mwanamke pia ambaye yeye anategea siku zako za mshahara kama anazifahamu, aanze kulia shida zake. Na baada ya wewe kumtatulia tu hizo shida zake humuoni. Anakuwa kimya, hakutafuti, hakupigii, hakutumii meseji, ukipiga anakata, anakuwa haeleweki. Anasubiri tena mwezi mwingine, siku za mshahara ndo aanze kueleweka. Huyo mwanamke pia ni tapeli. Sijui kama unanielewa. Hata huyu ambaye anakwambia kwamba mimi kwa sasa hivi nimevurugwa, siwaamini tena wanaume, ni tapeli. Anakumanipulate wewe ili uwekeze nguvu zako nyingi kumprovia kwamba wewe ni mwanaume wa tofauti, lakini mwisho wa siku utakuja kulia. Mwanaume, fungua macho yako. Yaani mwanamke anaweza akakudanganya kitoto kabisa na ukajaa. Anaweza akakaa hapo haeleweki, akakuchanganya kabisa kiakili. Kwa sababu yeye ndio fundi kwenye upande huo, kumchezea mwanaume michezo. Wanawake wako vizuri sana. Yani yuko na wewe hakuhitaji. Anaweza kuwa na wewe vizuri kabisa, lakini hakupendi hata kidogo, lakini anakuhitaji. Wanawake ndio wana tabia hiyo. Hakupendi ila anakuhitaji. Sijui kama unanielewa. Pochi yako hiyo, wallet hiyo anaihitaji. Pesa zako hizo anazihitaji. Mambo yako mazuri unayomfanyia anayahitaji, lakini kwako wewe kukuhitaji, yani kwake yeye kukuhitaji wewe, kwa sasa hivi hayuko tayari. Nina mahusiano yangu japo hatuko sawa. Anakutafuta anapokuwa na shida. Kaka yangu, utaibiwa. Amka, unatapeliwa. Mapenzi ya kweli hayana masharti.
Upendo wa kweli hauna masharti. Mtu anyoke na kupenda na kupenda, na kupenda sikupendi, akwambie tu ukweli. Ache kukuzungusha na kauli hizi za kitapeli. Huu ni utapeli baadhi ya wanawake huwa wanawafanyia sana ninyi wanaume. Kwa hiyo amkeni.